na uzima wa milele. Amen. Amri za Mungu. Mimi ndiye Bwana Mungu wako, usiabudu miungu mingine. Ya pili, usitaje kulingana na Mungu wako. Ya tatu, shika takatifu siku ya Mungu. Ya nne, heshimu baba na mama upate miaka mingi duniani. Ya tano, usiue. Ya sita, usizini. Ya saba, usiibe. Ya nane, usiseme uongo. Ya tisa, usitamani mwanamke asiyekuwa wako. Ya kumi, usitamani mali ya mtu mwingine. Sala kwa malaika mlinzi. Malaika mlinzi wangu, yeye katika hatari zote. Sala sana. Jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amefufuka mchungaji mwema aliyeutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo zake, akakubali kufa kwa ajili ya kundi lake. Haleluya. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo mfufuka na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Habari za asubuhi. Karibuni katika misa ya leo, tunapoendelea kufurahia ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Letu ni kuendelea kumuomba Mungu ili ushirikiano wetu naye iwe na faida ya sisi kutoa sadaka ya maisha yetu. Sala zetu ni kupata ushirika na kukutana na Mungu. Tunapoanza wiki hii, tunapoanza kazi zetu, ombi letu ni kukutana na Mungu katika maisha yetu na katika majitoleo yetu ya kila siku. Tujute dhambi zetu tupate kujiweka tayari kutoa sadaka takatifu. Wewe uliyetumwa kuwaponya wanaotubu moyoni, Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Wewe uliyekuja kuwaita wakosefu, Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Wewe uliyeketi kuume kwa Mungu Baba ukituombea, Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele.
Amen. Tuombe. Ee Bwana, tunakuomba uilinde familia yako kwa msaada wa daima wa mkono wako wa kuume, ili kwa kuhifadhiwa mbali na kila uovu kwa ajili ya ufufuko wa mwanao wa pekee isifikie thawabu za mbinguni. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amen. Somo la kwanza. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Siku zile mitume walipogundua ya kuwa watu wa mataifa na Wayahudi pamoja na wakubwa wao wa Ikonia wameazimu kuwateza na kuwapiga mawe, walikimbilia miji ya Ikonia katika Listra na Derbe na viungo vyake, wakahubiri habari njema huko Listra. Kulikuwa na mtu ana nguvu miguuni, ni kiwete tangu kuzaliwa, hakuweza kwenda hata kidogo. Alimsikiliza Paulo akihubiri, naye akamkazia macho, na alipoona ya kuwa ana imani ya kuponywa, akaita kwa sauti kubwa, simama wima kwa miguu yako. Naye akasimama mara, akatembea. Umati wa watu walipoona aliyofanya Paulo, wakapasa sauti wakisema kwa Kilikonia, miungu wametusikia katika umbo la wanadamu. Wakamwita Barnaba Seusi na Paulo Amesi, kwa sababu alikuwa msemaji wao. Kuhani wa Seusi aliyekaa nje ya mji akalete ng'ombe na mashada ya maua kwenye mlango, akitaka kutoa sadaka pamoja na umati wa watu. Mitume Barnaba na Paulo walipopata habari, walilarua mavazi yao, wakakimbilia umati, wakipiga kelele na kusema, enyi watu, kwa nini mnafanya hayo? Sisi pia ni wanadamu kama ninyi. Tunawahubirieni habari njema, ili muache mambo haya yasiyo na maana na kumgeukia Mungu aliye hai, aliyeumba mbingu na dunia na bahari na vyote vilivyomo. Kwa visasi vilivyopita aliwaacha watu wa mataifa yote wafuate njia zao wenyewe. Hata hivyo hakuacha kujitambulisha. Alitenda mema, aliwapeni maua kutoka mbinguni na nyakati za mfuno tele. Alishibisha mioyo yetu chakula na furaha. Hata kwa maneno hayo aliona vigumu kuwatuliza watu wasiotolea sadaka. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikisana. Sio sisi, e Bwana, sio sisi, bali jina lako litukuzwe. Sio sisi, e Bwana, sio sisi, bali jina lako litukuzwe. Sio sisi, e Bwana, sio sisi, bali jina lako litukuzwe. Sio sisi, e Bwana, sio sisi, bali jina lako litukuzwe. Sio sisi, e Bwana, sio sisi, bali jina lako litukuzwe. Kwa sababu ya wema na uaminifu wako, mbona mataifa wanasema, yuko wapi Mungu wao? Itikio: sio sisi, e Bwana, sio sisi, bali jina lako litukuzwe. Mungu wetu yuko mbinguni, yote anayotaka anayafanya. Sanamu zao ni fedha na dhahabu, ni kazi ya mikono ya wanadamu. Itikio: sio sisi, e Bwana, sio sisi,
bali jina lako litukuzwe. Nanyi ambarikiwe na Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Mbingu ni mali ya Bwana, bali nchi amewapa wanadamu. Kiitikio: sio sisi, Bwana, sio sisi, bali jina lako litukuzwe. Shangilio la Injili. Mtakatifu anawafundisha yote na atawakumbusha yote niliyowaambia. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Wakati ule Yesu aliwaambia wafuasi wake, aliye na amri zangu na kuzishika ndiye anipendaye, naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na nitajidhihirisha kwake. Yuda, sio Iskariote, akamwambia, Bwana, imekuwaje ya kwamba unataka kujidhihirisha kwetu, lakini sio kwa ulimwengu? Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Asiyenipenda hayashiki maneno yangu, na neno mnalolisikia sio langu, bali ni la Baba aliyenituma. Hayo niliwaambia nilipokuwa kwenu. Lakini msaidizi ndiye Roho Mtakatifu, ambaye Baba atamtuma kwa jina langu, atawafundisha yote na atawakumbusha yote niliyowaambia mimi. Injili takatifu ya Bwana. Sifa kwako Kristo. Habari njema ya asubuhi ya leo inatukumbusha tu kitu muhimu sana katika maisha yetu, kitu ya maana katika kutambua faida ya kuwa Mkristo. Kwa nini tujihangaishe kila wakati kuja asubuhi kuishi katika hali ya Ukristo? Maisha ya Ukristo ni nini tunapata na ni nini muhimu tunafaidika nayo katika maisha yetu? Habari njema ya leo tunakumbushwa na hasa Injili, maneno ya Yesu. Anatualika tu tujiweke chini ya Yesu, naye atatushikilia na atatuinua na atatuimarisha katika maisha yetu. Anasema katika Injili maneno mazuri sana, mtu akinipenda atalishika neno langu. Anatuamuru tuweze kupenda neno lake, na baada ya kupenda neno lake basi tunasikia anasema, na Baba yangu atampenda yule ambaye anashika amri zake. Na faida ambayo tunapata katika kushika neno la Mungu ni kumkaribisha Yesu aje kwetu, na akikuja kwetu tunapata faida, kwa sababu Mungu aliyemtuma anakuja kwetu, anakaa na sisi. Tunapata faida ya watu wawili, Mungu na mtoto wake Yesu Kristo, wanakuja kukaa pamoja na sisi, na wanapokuja kukaa pamoja nasi basi wanatudhibitishia ama wanatuweka imara katika maisha yetu.
Faida ya kushika amri za Mungu ni kumkaribisha Mungu na Yesu Kristo ndani ya maisha yetu. Tuko na bahati sana, kila asubuhi tunakuja kanisani, tunakuja kumpokea kwa sababu tunamhitaji yeye ili aweze kutuimarisha katika hali ya maisha yetu. Watakatifu waliotutangulia, kwa mfano akina Teresa, Mtakatifu Francisco wa Asisi, waliweza kuyashika haya maneno ambayo Kristo anatukumbusha leo, na hapo ndio waliweza kuwa kitu kimoja, na Mungu aliweza kuwainua wakawa na nguvu ya kufanya ile kazi ambayo bado tunashuhudia, kwa sababu waliwakaribisha nafsi tatu ya Mungu. Ndio kila leo asubuhi Kristo anatuambia atatutumania msaidizi ambaye atatukumbusha eti faida yetu tutafaidika, ambayo kila mara asubuhi tunaomba kuja kufaidika nayo, ni kumkaribisha Mungu na Yesu Kristo maisha yetu, na yeye atatuinua, atatukweza, atatupa nguvu ya kuendelea kushuhudia. Tumuombe tunapoendelea kujitayarisha kwa ajili ya ujio wa Roho Mtakatifu maishani mwetu, ili Roho Mtakatifu atusaidie kila mara tunaposikia neno lake, tunapopokea sakramenti, tuweze kutambua faida iliyo kubwa sana tunapomkaribisha Mungu kwa kushika amri za Kristo na kumruhusu yeye aweze kufanya kazi ndani ya maisha yetu, ili Roho Mtakatifu aendelee kutukumbusha eti faida ya Ukristo wetu ni kumkaribisha Kristo haje maishani mwetu, kumkaribisha Mungu aweze kuweka makao maishani mwetu. Bwana, zifae kwako sala zetu pamoja na dhabihu tunayokutolea, ili tukiisha kutakazwa kwa upendo wako tuwe tunastahili kuzipokea sakramenti za huruma yako kuu, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana awe nanyi. Nawe rohoni mwako. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vyema na haki. Kweli ni vyema na haki, tendo la kufaa na la kuleta wokovu, kukutukuza kila wakati Bwana, lakini hasa wakati huu kutangaza utukufu wako
kwa kuwa Kristo Pasaka wetu ametolewa sadaka. Yeye anaendelea kujitoa kwa ajili yetu, tena anatutetea siku zote mbele zako kama mwombezi. Ndiye anayetolewa sadaka wala hafi tena, bali yu hai daima, yeye aliyeuawa. Kwa sababu hiyo, katika upeo wa furaha wa Pasaka, ulimwengu mzima unashangilia, lakini pia nguvu za mbinguni na majeshi ya malaika wanaimba utenzi wa utukufu wako, wakisema bila mwisho: Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Ee Bwana kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo, baada ya kula, akitoa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakaomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Ee Bwana, tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuo wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo, Ee Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuo wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Ee Bwana, ulikumbuka kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu leo na askofu wetu Joya na wakilero wote. Ukumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Amen. Kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunadhubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitie katika kishawishi, lakini utuokoe. Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Ee Bwana Yesu Kristo, uliowaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa, usisitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako.
Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Takieni amani ya Kristo. Tazama mwana-kondoo wa Mungu, tazama ondoaye dhambi za ulimwengu. Heri hao walioalikwa kwenye karamu ya mwana-kondoo. Ee Bwana, usisaidie kwangu, lakini sema tu. Katika matendo yako mficho, usikubali mtengano na wingu wangu. Saa ya kufa kwangu niite, niamuru kamili. Sifa zako nzuri, na watakatifu wako milele. Mungu Baba yetu mwenye upendo, tunakusifu na kukushukuru kwa zawadi ya miaka 25 ya jimbo letu la Marala. Shukuru. Kristo wetu, tunaomba pia kwa ajili ya zawadi ya mito
zaidi katika jimbo letu. Uwaimarishe wazazi katika wito wao, uponye mioyo iliyojeruhiwa na mahusiano yaliyovunjika. Waongoze watoto na vijana wetu, na uzifanye parokia zetu ziwe mahali ambapo upendo wako unashuhudiwa. Uzifanye upya huduma zetu za kichungaji kwa Roho wako Mtakatifu, ili familia zetu ziwe makanisa iliyo hai na kweli, zilizojengwa juu ya sala, msamaha, amani na upatanisho, tunapoishi Injili kwa furaha. Mimina Roho wako Mtakatifu juu ya jimbo letu, ili tukitembea pamoja katika imani, tutumikie kwa unyenyekevu na furaha, na tuendelee kwa uaminifu utume wa Kristo sasa na kwa vizazi vijavyo. Tuombe. Amen. Bwana asema, amani na waachieni, amani yangu nawapa, niwapavyo mimi, si kama ulimwengu utoavyo. Tuombe. Mungu Mwenyezi wa milele, unayetutengeneza upya kwa uzima wa milele katika ufufuko wa Kristo, uzidishe kwetu matunda ya sakramenti ya Kipasaka, na ututie moyoni nguvu ya chakula hiki cha wokovu, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana awe nanyi. Na awe rohoni mwako. Mwenyezi awabariki Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Twende na amani, misa yetu imekamilika. Tumshukuru. Uwe na siku na wiki njema na yenye baraka.